alianza kujihesabia haki. Ni mimi tu nimesalia, bila mimi hakuna mtumishi mwingine. Biblia inasema Mungu akamwambia Elia, nina watumishi wengine zaidi ya 7,000 ambao hawapigi goti kwa Baali, ila haujui mahali walipo. Unajua, nikiwa ninahubiri hapa naweza nikajisahau sana. Sikiliza, kila mtu ana majira yake ambayo Mungu anampa. Amen. Kuna siku nitakaa kwenye viti nitasikiliza wengine, na hata ukiniambia inuka, nyonga zitakuwa hazikubali kwenda. Hata nikisimama nitaomba kiti nikae. Mungu anatoa upako na wakati. Sikilizeni, kuna watu ambao mna miaka 35 sasa hivi, lakini bado mna mizaha ya kwenye maisha. Wengine mna 37, 39, wengine 30, lakini mnaendelea kufanya mizaha katika maisha. Ukigonga miaka 42, miaka mingapi? 42. Biashara imeanza kuisha. Utaanza kuitwa mzee na kila mtu. Utaanza kuona kiuno kinakataa. Lolote unalotaka kulifanya, lifanye kwa nguvu zako zote. Amen. Kama ni kuhubiri, hubiri kwa nguvu zako zote. Amen. Kama ni kuomba, omba kwa nguvu zako zote. Amen. Kama ni kuimba, imba kwa nguvu zako zote. Na maombi nayo nahitaji kuona mnaombaga lini, mbona siwaoni? Timu ya maombi, angalieni vile mnavyolichunga kanisa, maana ninyi ndio walinzi wa madhabahu. Je, mnafanya hicho mnachotakiwa kufanya? Je, ni siku gani mnakutana kuomba? Sasa maarifa ya kuomba mnayo, njia nyingi za kuomba mnazo. Yoshua sura ya 11 mstari wa 1, kisha ikawa hapo huyo Yabini mfalme wa Hazori aliposikia habari ya mambo hayo, akatuma mjumbe aende kwa Yobabu mfalme wa Madoni na kwa mfalme Shimroni na mfalme Akshafu na hao wafalme waliokuwa upande wa kaskazini katika nchi ya vilima na katika Araba upande wa kusini wa Kenerethi na katika Shefera na katika nchi zilizoinuka za Dori upande wa magharibi na kwa Mkanani upande wa mashariki na upande wa magharibi na kwa Mwamori na Mhiti na Mperizi na Myebusi katika nchi ya vilima na kwa Mhivi pale chini ya Helmoni katika nchi ya Mispa. Nao wakatoka nje, wao na jeshi zao zote pamoja nao, watu wengi mno kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari kwa wingi, pamoja na farasi na magari mengi sana. Wafalme hao wote wakakutana pamoja, wakaenda na kupanga mahema yao pamoja hapo penye maji ya Meromu ili kupigana na Israeli. Bwana akamwambia Joshua, sikiliza haya maneno. Bwana akamwambia Joshua, usiche wala, anasema usiche wewe kwa ajili ya hao, kwani kesho wakati kama huu nitawatoa hali wameuawa wote mbele ya Israeli. Utawatema farasi zao na magari yao utayapiga moto. Nafikiri Wakuria walipata haka kaneno hapa, kutema mra. Nafikiri walikapata hapo, sema utawatema. Sema amina. Amen. Walibahatisha hako kaneno na kenyewe ni kazuri. Tema, utawatema mpaka farasi. Mstari wa 10, Yoshua akarudi wakati huo na kuutwaa Hazori, akampa
Sema amen. Katika maisha ya kiroho unahitaji uwezo na uweza fulani wa kupigana vita ambayo katika namna ya kawaida huwezi kupigana. Amen. Kwa umri, kifedha, kiuchumi unaweza ukawa huko katika kiwango hicho, lakini upako una uwezo wa kukupandisha juu na kukusogeza pale ili upigane vita ngumu katika njia nyepesi. Amen. Wafalme hao waliotajwa ukiwatazama walikuwa ni wengi sana, na wote walikuwa chini ya mfalme anayekuwa anatawala Hazori. Aliyekuwa akitawala Hazori ndiye aliyekuwa na nguvu juu ya wafalme wote. Kwa alituma wajumbe, kusanya, tumalize mara moja Joshua. Joshua wakati anasikia hofu, Biblia inasema akasikia sauti na mwambia, usihofu, usiche, maana yake usiogope. Sema amina. Amen. Anasema usiogope, maana kesho watu hawa watakuwa wamechekwa tayari. Tunazungumzia nguvu ya ushindi inayotokana na upako wa kifalme ndani ya ufalme. Kama Mungu aliwaita Israeli na akawaambia Kanaani ndiyo sehemu ya maisha yenu, basi ilitakiwa aweke upako juu yao kwa ajili ya kutawala na kumiliki. Amen. Ona hizo amina zilivyo na kienda kwa shakuru. Hatuendi kuendesha bajaji wala kuendesha haisi, hatuendi kuuza duka wala hatuendi kuanzisha saluni. Sisi tunaenda kupeleka upako katika eneo tunaloenda kufanya kazi. Tunaenda na kitu kidogo, lakini tunaenda kukidhihirisha kwa upako. Mungu anataka mwanzo mdogo ndiye udhihirishe, aufanye kuwa mkubwa, kwa sababu watu wenye fahari na wenye mali, Biblia imesema si mashariki itokapo hekima. Mungu anaweza akachagua familia ya Kimaro wanaokunywa kipumu, ambao ni walevi, akatafuta mtu mule ndani akaweka upako wake juu yake. Akishaweka upako, unahui upako tu unakuwa upako wa kifalme, maana yake ataanza kutawala. Upako wa kifalme una amri za kutawala, kutawala mali, kutawala fedha, kutawala mashamba, kutawala magari. Huu ni upako wa kifalme usiozuilika asubuhi, usiozuilika mchana, usiozuilika jioni. Wagonjwa wakija wakiukuta upako wa kifalme, magonjwa huondolewa yenyewe. Sema amina, kujilazimisha tena. Maisha yetu yako chini kwa sababu tuna upako wa wapakwa mafuta waliochoka. Amen. Lakini leo nazungumza na mpakwa mafuta ambaye falme zikiinuka, tawala zikiinuka, za wachawi, wanga, wenye hasira, wenye kesi, yeye anaweza akainuka na upako, akaenda juu yao, akapiga juu yao, akafanya mambo yasiyowezekana yakawezekana kwa njia rahisi. Hatuzungumzi Mungu wa mlemavu, Mungu aliyeshindwa, Mungu anayetembea ametambaa. Hatusemi habari zake, tunasema habari za Mungu ambazo naam mimi nimemtuma, naam mimi nimemleta, nitafikirisha maneno ya mchori wangu. Hayo maneno ambayo Mungu anayasimamia watumishi wake ndiye anayetazama leo katika dunia. Dunia imeinua mikono, kila mmoja anaswali, anajiuliza nini kitatokea, lakini uko upako wa kifalme ndani ya ufalme ambao mtu akiwa nao, hata kama hana hata shilingi 100, ana uwezo wa kuanzisha duka, ana uwezo wa kufuga, ana uwezo wa kununua kiwanja. Sema amina. Usifanye vitu kwa kubahatisha. Maisha hayahitaji bahati nasibu. Si umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Usifanye maisha kama Senti Kalawe. Mwisho kusikia kana Senti Kalawe, amina, mwenye kupata ikipatio. Kwenye madhabahu kila siku unaweka sadaka, unaweka hiki, unaomba, unafanya hivi, unaelekezwa, halafu huku una mashaka mengi. Mashaka ni mtoto wa Thomas. Tena jina lake sio Thomas, anaitwa Mpomongo. Unachohitaji ni
Wewe baki na PhD, si unataka hela. Kama PhD yako imeleta hela tutaona. Si umenielewa? Tumia kama ni elimu, umeajiriwa, acha kuwa mtumwa wa kila siku. Toka katika ajira, anza kuweka na vitu vingine. Umeajiriwa na huku unapanga maisha yako mengine. Usitumie mshahara tu kutolea sadaka Mungu na kula, hapana. Gawanya fedha yako, anza kuizalisha, anza kuiongeza. Ufalme ni maongezeko, ufalme ni kutawala. Upako huu unakutaka uwe na nguvu. Sema amina. Isaya sura ya 41. Kuna mtu na amina moja tena? Amen. Msaidie nyingine ili upako uongezeke. Ya. Na mbili hafu tutasoma wa 15 na wa 16. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Ndiyo maana ya ule mlango uliojifunga jana. Kuna wengine sasa hivi watanichungulia kwenye miwani. Mbona hamsomi? Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu. Watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako wote watapotea. Joshua alianza kuwa anawaambia, wewe jenga hapa, wewe jenga hapa, jenga hapa, kwa sababu vita imekwisha. Unajua mimi wakati nasoma hapa nimetoka kwenye ule ujumbe ambao Mungu amezungumza makamio, nikaanza kuona hivi utajiri unanijia haraka sana kiasi hiki. Unajua sisi nimetafsiri tofauti. Maana niliposoma maandiko nimeona Joshua akichukua miji yote akaanza kutawala yeye. Maana yake kama sitatenda dhambi, kama nitatulia na Mungu, tayari naenda kutawala, naenda kuwa na vitu vingi, naenda kuwa sio mtu wa kawaida. Sasa kama nawe sio mtu wa kawaida, ukajisimamisha wa kawaida. Hey! Umenielewa? Unaongea bana na lambalamba midomo. Nasema hivi, ikiwa Mungu amesema Hazori hautasimama tena mbele ya Joshua, maana yake wenye kiburi, washindanao na huduma, wapiganao na maono haya, washindanao na njia zangu, hatutawaona. Tunaenda mbele. Bwana analo neno. Haijalishi nini kinatokea, kuna jambo jipya Mungu anaenda kufanya. Hebu pasua kama transform, sema amina nyingine. Ufalme wa Mungu unatembea katika upako. Na upako ni ofa. Unaweza kushangaa unakuangukia kama yule punda. Kwa hiyo sio game kwamba sasa mimi najipanga mpaka upako uje. Upako unashuka tu. Huyu Ruth yuko hapa hapana. Imetosha alivyokaa hapa, upako unashuka. Anaanza kwenda, anaanza kwenda, anaanza kwenda. Ni huyo. Hatutokei mbinguni, tunatokea duniani, na watu wanajua tulizaliwa pale, tulifanya kazi pale, tuliishi pale. Mungu ametuinua kutoka mahali hapo, ametupeleka mpaka kule. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wewe umekaa hivyo kama mlemavu. Nyumba ambayo zina mizimu mingi pia. Usiangalie nyumba moja eti kisa kodi ndogo. Unajua umepangwa eneo lipi? Unaweza kuona bei ndogo lakini ndio umepaniwa kila